Kwa tafsiri hiyo ni kutokana na sisi hatuna wachezaji wengi wa kigeni. Mimi wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye hizo ligi za kigeni ama nje ya bara la Afrika, lakini inapunguza pia kweli nafasi yetu ya kutoa ubingwa kwa experience ambayo tumeiona kwenye michuano hii. Kwanza tunao wachezaji wengi lakini hawana daraja hilo la kushindana na hawa ndani. Nakumbuka kuna nyakati za kocha Adel Amrouche alikuwa na ule mpango wake wa mpango wa taifa, pia na yeye pia aliweza kuingia katika huo mpango kutafuta wachezaji ambao wenye asili ya Tanzania lakini walizaliwa katika mataifa ya Ulaya. Tukaanza kuwashuhudia hawa kina Mnonga. Sawa, tukashuhudia ule golikipa ule ambaye alifungwa na Ziyech. Ziyech ule golikipa alipigwa shuti mbali akafungwa. Ikaja hoja nyingi sana kwa nini asingedaka Manula. Yule ambaye tumemzoea kwa sababu ni golikipa ambaye kwa wakati ule alikuwa bado ana performance ile. Ndio. Kwa hiyo issue sio kwa upande wetu sisi. Issue sio kundi kubwa la wachezaji ambao wanacheza nje, wapo wengi daraja la 3, daraja la 4, wengine wako ndani league kabisa. Yaani ligi ambayo haipo kabisa katika vile viwango ambavyo nchi husika wanaitambua. Lakini bado unaona hawajafika viwango vya kuja kucompete na wachezaji wetu ambao wanacheza katika ligi yetu ya Tanzania. Walishawahi kuletwa, zikaja hoja kwamba yule fulani na huyu hapana, bora huyu ambaye kuna kitu cha ziada ambacho anakupa. Hiyo ndio sababu ya msingi ambayo tunaona wenzetu wanafanikiwa, kwa sababu wao wenzetu ukifuatilia mfano taifa kama la Senegal, asilimia kubwa wachezaji wao wanacheza katika timu ambazo zinafanya vizuri, hizo ni Ulaya au ni Saudia. Kama sasa hivi ukitazama kwenye coach chao kuna wachezaji kama 2 watatu ambao wanacheza katika ligi ya Saudia. Unamzungumza yule center back mwenye na Sadio Mane wa Saudia, na katika klabu ambazo zinafanya vizuri na zinashiriki katika zile compete kuwa bingwa wa ligi ya Saudi Arabia. Hivyo ukitazama katika eneo la taifa la Nigeria, ndio striker wao Osimhen anacheza Galatasaray. Kushoto yupo Lukman anacheza Atalanta. Katikati kuna Wilfred Ndidi anacheza Besiktas. Unamzungumza kuna Osimhen, kuna Ndidi, kuna wachezaji kama Chukwueze kwa mkopo Fulham lakini anatokea AC Milan. Kwa hiyo ukitazama kundi kubwa la wachezaji wa wenzetu wa mataifa ambayo tunaenda kucompete nayo, wachezaji ambao wanatoka katika mataifa ya Ulaya, huko wanacheza katika ligi ambazo ni kubwa na wanapata nafasi na kuonyesha viwango vya juu, na ndio hawa wakija kucompete na sisi wanaonyesha viwango vya tofauti. Mfano ukitazama taifa la Morocco, unamzungumza Hakimi, unamzungumza Achraf Hakimi ambaye ameenda kuwa mchezaji bora wa Afrika, kitu ambacho si jambo ambalo limetokea kwa bahati mbaya. Hata msimu wa mwisho ambao alikuwa Lukman alikuwa anapiga chapuo Hakimi, Achraf Hakimi, kwa sababu ya performance ya ule msimu pamoja kuchukua mwaka huu. Kitazama kile kosi cha Morocco kinakupa picha kabisa, sio kwamba wanaitwa wachezaji kutoka nje kwa bahati mbaya. Hapana, wanaitwa kutokana na ushindani mkubwa ambao wanaonyesha katika mataifa ya Ulaya, kupata nafasi katika vikosi vya kwanza ambavyo wanavyocheza na ule ubora ambao wanaoonyesha mpaka kuja kucheza katika hizo ligi ambazo tunazifahamu. Kwa hiyo issue ni ubora. Sisi tunao wachezaji. Ndio nikasema ukiangalia Afrika Kusini wamefika nusu fainali ya AFCON iliyopita. Timu yao ilikuwa inatoka pale. Tena Mamelodi ndo walikuwa wanatoa wachezaji wengi. FM.